Mengine yote tuna dalili njema, na moja kati ya furaha kubwa pia ni kumuona mtani wetu Kolo Dunduka Kolo Bwanji akikosa makombe yote, na hiyo dalili lile la Kisugu kapo, labda lile la Kisugu tufanye mashindano ya mashabiki kindakindaki wa walieke lile Simba, walieke lile tulikombe lile vile vile. Juzi tumechukua kombe mpaka la watoto wa miaka 6 mkoani Mwanza. Kwa hiyo tuna furaha, ndio maana tunatona tuna afya njema na tuna enjoy. Bwana Godi, tarehe 15 mchezo wa dabi ya Afrika mchezo. Sababu kubwa ni nini ambayo wewe kama Godi unaziona hizi atupeleke timu uwanjani? Swali mbona hilo swali dogo sana. Ndio. Yaani tarehe 15 unaona sababu ni nini hatuchezi? Nataka unieleze sasa. Ni kwa sababu tarehe 8 mwezi wa 3 mechi iliahirishwa ovyo. Ndio. Mechi hakukuwa na sababu ya msingi ya kuahirisha mechi. Na kama ilikuwepo basi tulipaswa kuelezwa na kuwekwa wazi kwamba baada ya huo uchunguzi na mambo mengine kufanyika, kwa nini mchezo wa tarehe 8 hakuna hukumu yoyote iliyotolewa kwa klabu yoyote kwa makosa yaliyotokea. Unajua, tuelezane tu ukweli. Huu ni mpira wa miguu na unaendeshwa kwa kanuni na sheria na taratibu zake. Kama tarehe 8 mechi haikuchezwa kwa sababu ya usiku wa tarehe 7, si ndio? Sababu kuu ya kutokuchezwa ile mechi ni usiku wa tarehe 7. Kolo alitaka kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, si ndio? Kama alitaka kufanya mazoezi na akagomewa kufanya mazoezi, taratibu na kanuni zipo za kumhukumu timu mwenyeji kumnyima mgeni kufanya mazoezi ya mwisho. Sijui unanielewa? Inawezekana Yanga hatakuwa labda na fedha ya kuukodi uwanja wa Mkapa wa siku 2, tukaona tuukodi siku ya mechi tu. Kwa hiyo siku moja kabla ya mechi labda tulikuwa hatuna hela, ndio maana hakufanya mazoezi, labda wangetupiga faini, wangetuchukulia hatua za Kolo hakufanya mazoezi, lakini mechi ingekuwepo, ingechezwa. Na sio Kolo ndo mtu wa kwanza kwenye sheria za mpira kuto kufanya mazoezi ya mwisho kwenye kiwanja cha mwenyeji wake. Tunaona kwenye Champions League, na ndio maana zikawekwa sheria na kanuni za mpira wa miguu. Ili mradi tu ikitokea accident ya namna hiyo, mtu anahukumiwa, kama anafigwa faini, kama atafanywaje, sheria zipo. Lakini naona sijui ni akili mbovu za wachambuzi au ndo hayo madusko ya shilingi 200 ambazo wanazipata kwa baadhi ya wadau huko pembeni ndio wanayofanya waongee upuuzi. Naona mnaongea, mnapiga kelele Yanga atakatwa pointi 15, mara sijui si Kolo atapewa pointi 3. Yaani amtumia akili hata kidogo kwamba tarehe 8 mwezi wa 3 mechi ilitakiwa ichezwe, na kuna mtu aliandika barua usiku akasema achezi. Hamkusema kwamba atakatwa pointi, ila akatwa Yanga. Ndio mnaona mazingira yenu ya kumtengenezea Kolo ubingwa. Hiyo haipo. Yanga Afrika kukatwa pointi, nisikilize mdogo wangu. Yanga Afrika kukatwa hizo pointi 15 haipo. Labda sio haipo tu Tanzania, haipo bara zima la Afrika wala duniani haipo. Ya kukatwa hizo alama 15 haipo. Na haitokuja kutokea. Na ikitokea tutatafutana ubaya. Wewe leo mimi nakuuliza. Niulize. Yanga Afrika makao makuu yetu ni hapa Jangwani. Si umekuja? Nimekuja. Hapa nyumbani. Uwanja wetu wa nyumbani uko wapi? Uwanja wa Yanga Afrika. Uwanja wa nyumbani wa Yanga. Nyote mpo hapa waandishi, mtasaidiana kujibu. Kwa sasa hivi. Uwanja wake wa nyumbani Yanga uko wapi? KMC ndio tunatumia. Sisi tuna kodi ule. Tunalipa hela. Sio wa kweli. Sasa kama wa kwetu na Simba mbona yuko hapa? Si wewe unajua uwanja wetu sisi Kolo anaweza kakaa hapa akaishi. Yanga Afrika hana uwanja. Hana uwanja. Tuna kodi uwanja. Nani atukodishia uwanja tarehe 15? Mpaka sisi tuwe mwenyeji wa mchezo. Anayetulipia uwanja wa Taifa nani? Anakuuliza, so wewe na wengine wenyewe nijibuni. Yaani uwanja wa Taifa tunaukodisha ule. Tarehe 15 sisi hatujaenda kulipa chochote pale kwenda kutwanga. Huyo ambaye anatulipia sisi uwanja wa Taifa, mpaka refa akaenda, timu pinzani ikaenda, bodi ya ligi kawepo, TFF kawepo, akasimamia mchezo akampa Kolo alama 3. Aliyeukodi ule uwanja nani? Kwa sisi hizi kuna watu wana uwezo kutukodishia uwanja kwenye mechi zetu za ligi kuu. Wapo. Basi tutaishi nayo hata msimu ujao ujue kwamba sisi hakuna mechi yote tutakayolipa uwanja.
Sio maana yake. Anayelipa uwanja nani? Nataka kumjua huyo mtu, nataka nimjue. Kaandaa yake, kaenda kukodi uwanja wa Mkapa, anasema tarehe 15 mechi ipo, mwenyeji Yanga na ametukodishia uwanja. Nini amekodi uwanja? Watu pia wanauliza kuhusu viingilio pia. Na mimi nimekuuliza swali dogo kwanza. Kiingilio lazima ujue unaenda kuangalia wapi mpira. Ili ujue kiingilio. Mpira Old Trafford. Kiingilio lazima ujue unaenda kuangalia mpira kwenye uwanja gani. Hiyo Yanga mnaosema mwenyewe wa mchezo anaenda kutumia uwanja upi? Hamjasema mpaka sasa hivi. Mnasema kwa Mkapa, nani kaukodi? Maana lazima tuukodishe sisi. Nani kaukodi ule? Kwa kumbe kuna watu wanaweza kutukodishia viwanja tukacheza mechi za ligi kuu. Huku nyuma walikuwa wapi wakati tunahangaika kutoka Chamazi kwenda KMC? Walikuwa wapi kutukodishia viwanja? Lazima tutoe taarifa sisi ya mechi itachezwa sehemu fulani, ndio tuwaone watu wameingia kwenye pichi wanaenda kutoa hizo alama za kamkumbe. Tofauti na hapo, oya mpira mnakotaka uende huu. Unaona hii nchi ilipo hapa? Ndio. Kuna mavuguvugu yanaendelea mengi tu. Lakini Watanzania wametulia, hawana shida, wanaendelea na maisha yao. Sio kama unanielewa vizuri. Yaani hapo, wao kina sio nani kwa kina Gwajima wanapiga kelele, watu wametulia kimya. Hana mtu anaingilia show hizo. Hii show ya boli. Show hii ya boli. Msitafute la rohoni. Hii Yanga Afrika. Msitutafute la rohoni. Lazima mechi ichezwe kwa kanuni na sheria. Kama kuna mtu alivunja sheria na kanuni, tarehe 8 mwezi wa 3 achukuliwe hatua. Bas, football ndio iko hivyo dunia nzima. Aliyezingua mechi ya kuchezwa lazima kuwa na sababu za kuahirisha mechi za msingi. Hakukuwa na sababu ya msingi, mechi imeahirishwa kamkumbe, mtu achukuliwe hatua. Kulijua hili jambo vizuri kiundani, waende pale wajue tatizo nini. Pale TFF bali wawaeleze vizuri aliyeahirisha mchezo nani na aliyeahirisha kwa sababu ipi ya msingi ambayo FIFA wanaizitambua kwamba hizi zinafaa kuahirisha mechi. That is, hakuna kitu kingine. Ikatokea kabla ya tarehe 15 wakajiuzuru pale TFF. Kaka, sisi tumekwambia Yanga Afrika tuko tayari kucheza mechi saa yote muda wote, ili mradi tu yale tuliyoyataka yao yamechukuliwa hatua. Bas, sasa tunakwambia tunakataa kucheza mechi ngapi za ligi kuu? Huyo Kolo tumecheza mechi 20 kacheza na Yanga Afrika, kashinda mchezo mmoja tu, mwingine kaenda kupata matokeo kwenye dakika 90. Kapata yani matokeo, kapata mechi hizi kwenye mechi 20. Hamjui? Mechi 20, waulizeni madunduka wote hao. Mechi 20 dhidi ya Yanga mfululizo zilizopita. Kashinda mechi 2. Dakika 90 kashinda mechi moja. Nyingine kaenda kushinda kwa penalti Tanga. Sio kama unajua hiko. Hatumuogopi asubuhi, hatumuogopi mchana, hatumuogopi usiku. Dunduka kama madunduka wengine tu. Hiyo nakupa mimi, ichukue kutoka kwangu. Nchi kucheza naye mechi hayupo na hatotokea. Sio Afrika hakuna. Wewe Mamelodi yenyewe kisikia cha Yanga sasa hivi kinapita. Ginja. Famasiala ni. Huyo Mamelodi Sundowns akisikia sasa hivi kapewa na Yanga mechi. Lazima kipite vizuri, ajua kabisa shughuli na kuana. Sembuse udunduka huyu. Kamkumbe. Lakini sasa Godi, kama utapeleka mechi unajua ubingwa ndio ule unaenda Msimbazi. Yaani si tusipeleke timu hapo mtu apewe kombe apewe tu. Sasa wapeni. Si mnaona ni rahisi? Oya, na mimi muone namna gani zetu. Siko Godi peke yangu. Tuko wana Yanga zaidi ya milioni 30. Na kwenye hili wana Yanga tumeshikana. Tuko na kauli moja tu. Hakuna mwana Yanga wa nchi hii ambaye anapingana na kauli hii ninayokuambia mimi. 15 hakuna. Wewe kama unabisha, ni watu wapeleke timu yao pale, wakaukodi uwanja kwa hela zao, wakafanya shughuli ya mchezo wa mpira wa miguu. Alafu utaona. Sure. Utaona. Bwana, mimi nikushukuru sana.